Mtungi halisi uliojazwa na Oryx daima utanunua ukiwa umefungwa seal madhubuti isiyo na dalili yoyote ya kukatika au kujikunja, na hii ndiyo alama yako ya kwanza ya usalama. Seal yoyote iliyokatika ama kuharibika inaashiria kuwa imeshatumika ama imechezewa, na pia kuna uwezekano mtungi haujajazwa na kampuni ya Oryx Gas. Toa taarifa. Fanya ukaguzi wa seal kama imebana vizuri na pia ni original. Daima kagua seal kabla haujanunua mtungi ama kutumia mtungi nyumbani. Endapo utagundua seal haipo kwenye mtungi au imeharibika au ina dalili za kuchezewa, usipokee huo mtungi. Toa taarifa Oryx. Usalama wako ni kipaumbele chetu. Daima kagua vizuri seal kwenye mtungi wako. Endapo una mashaka, usisite kutupigia kwa simu ya bure namba 0800 750 183. Oryx Energies, pamoja nawe daima. Karibu tena kwenye Oryx mkali wa jiko. Wiki nyingine tunakutana tena hapa kwa ajili ya kuweza kushuhudia mchakato ambao tuliuanza muda mrefu wa kumtafuta mkali wa jiko kwa msimu huu wa 6 mwaka 2026 ya moto kabisa, ambapo inakusurprise kwa sababu hii ya leo iko tofauti kidogo. Hata ukinitazama unaona niko uwanja wa mpira. Tunafanyaje? Tunacheza mpira leo ama tunafanya nini hapa uwanjani? Kabla sijakwambia ambacho tunataka kukifanya, ni kuambia hapa nilipo na kwa sababu gani niko hapa, ndio ile sababu itafuata. Niko Chamazi Complex, Azam Complex, ambapo hapa leo washiriki wana kazi ya kuwapikia wachezaji wa Azam Football Club Under 20. Kwa nini imekuwa hivyo? Watapika nini na kwa utaratibu gani? Chief Judge Zainab Issa atakuja atakamilisha hilo. Sasa utaratibu leo unakwenda hivi. Last week kuna washiriki wawili ambao walifanya vizuri zaidi kuliko wengine. Performance ilikuwa ni ya hali ya juu. Namzungumzia Simon na bwana Justin. Nitawaleta hapa na nitakwambia kwa nini nimewaleta hapa. Simon na Justin, karibuni. Bwana, niko na Simon pamoja na Justin. Sasa hawa last week waliperform vizuri sana, na hiyo inawapelekea leo kuwa team captain. Au vibane, leo mtakuwa makapten. Captain mtaongoza jahazi la nini? Mtaongoza jahazi la washiriki wenzenu kwa ajili ya kuwachagua kwenye group. Mko wawili, so tunatarajia kupata makundi mawili, ambapo hayo makundi mawili kazi ama taski itakayofuata atakuja kuizungumza Chief Judge Zainab Issa. Sasa naomba niwape kazi. Nyinyi ni makapten, naomba mwachague washiriki. Utachagua mshiriki mmoja, atachagua mmoja. Utaita mshiriki mwingine hivyo hivyo mpaka watapotimia. Kwa hiyo chagua timu ambayo unadhani itakufikisha nchi kavu salama. Tuko baharini lakini tuko uwanja wa mpira. Twende kazi. Mariam. Claudia. Eva. Tibu. Fatia. Zulea. Amos. Chuchi. Rose. Juma. Muhammad. Aliyekuita kaa nyuma yake. Kaa nyuma ya kiongozi wako. Sawa. Bwana, mmeridhika na kikosi makapten? Ndio? Jipigeni makofi kwanza kwa hiki ambacho mmekifanya. Na niwatakia kila laheri katika timu ambayo mmeichagua. Sawa. Bwana, tayari wao wenyewe makapten wameshachagua timu na tayari niko na group mbili hapa, kwa maana niko na timu mbili. Kazi leo inakwenda kwa group. Leo ni group task. Lakini tuko uwanjani. Sababu utaiona kwa nini tumeamua kuja uwanjani kama Oryx mkali wa jiko kutoka kambini kuja kambi ya Azam Football Club. Sababu ni kubwa na ni ya msingi sana. Lakini nikwambia cha msingi zaidi ambacho pia utakao kukifahamu, zoezi hili ambalo linaendelea hapa ni kwa sababu tunapewa nguvu na Oryx Energies, lakini pia tuko na Red Gold, Asas, SSB, Saisal Baharesani Company Limited, kwa furaha kabisa naizungumza hii hapa. Lakini pia tuko na Luminac, Evoque, lakini usisahau mapartner wetu NCT, chuo cha taifa cha utalii ambacho kinapatikana pale Posta jijini Dar es Salaam. Leo tuko huku Chamazi na kazi ni nzito sana. Bila kupoteza wakati, maana la kusema ili tuende sasa kwenye mchakato. Nimkaribishe Chief Judge Zainab Issa
kwa ajili ya zoezi ama kutoa taski ya siku hii ya leo. Hii ni Oryx mkali wa jiko, inaitwa Main Chef MC Givas. Don't go anywhere. Leo imekuwa tofauti kidogo. Tumefika asubuhi, madam akatuambia kwamba leo taski yetu tutaifanyia hapa. Tutatoka kidogo, tutaenda kuandalia wachezaji wa Azam. Kidogo nilikuwa surprised kwa sababu nikasema, Azam mbona timu kubwa afu sisi ndo tuchaguliwe, kwa nini sisi? Lakini nashukuru Mungu kwa sababu itatusaidia kutubadilisha na kutujenga zaidi. Kama ambavyo nimekuambia, leo tuko hapa Chamazi Azam Complex na niko na mchezaji kutokea Azam FC Under 20. By the way, hawa ni mabingwa wa ligi ya Under 20 kwa mwaka huu 2025-2026. Baada tutapiga story kusikia amechukuliaje ujua mkali wa jiko kuja leo hapa kwa ajili ya kuwapikia. Inakuaje? Fresh bro. Mambo yanaendaje? Nashukuru Mungu. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Sangu Ibrahim Songa, mchezaji hapa Academy Under 20. Kwanza hongereni kwa kuchukua ligi. Shukrani sana, shukrani sana. Haikuwa rahisi. Bwana, unacheza position gani uwanjani? Uwanjani nacheza kiungo wa kati na beki wa kati. Okay. Yes. Kwanza kabla sijakuuliza swali langu ambalo nataka nikuulize, vipi kuhusiana na mambo ya mkali wa jiko? Unafuatilia show nini? Unapenda mambo ya misosi? Unapenda ushindani ulivyo? Sisi kama wachezaji kwenye swala zima la misosi za kula ni kitu muhimu sana ambacho mchezaji anatakiwa azingatie. Kwa hiyo nashukuru sana leo kwa mmoja wa mashindano haya mkali wa jiko tuletea hapa Azam Complex Chamazi. Sasa nyinyi leo mnaweza mkawa majaji kwa sababu washiriki ambao wako kwenye mkali wa jiko wanawapikia. Watawapikia nini? Itakuwaje? Hiyo ni kazi sasa ya Chief Judge Zainab atakuja kusema, lakini natamani wewe kusikia kwa maoni yako, labda ni kitu gani ambacho unatamani leo kisikose kwenye sahani, yani pale kwenye ile buffet, chakula gani kisikose pale? Kwa upande wangu kwanza nashukuru kwa wanakuja kutupikia washindani. Kitu kikubwa kwenye sahani yangu bwana, sikose mambo ya nyama. Swala zima la nyama lazima liwe. Nyama aina gani sasa? Sasa ya kuku, ya ng'ombe, ni kitu cha msingi sana kwangu mimi. Au sio? Protein muhimu. Bwana, niko na player mwingine hapa, lakini ukiangalia body yake inaonekana kabisa iko slim. Hii kuna namna position inakufanya uwe hivi au ni mazoezi? Ni mazoezi pia na chakula. Ndio hivyo tu. Masuala ya msosi leo ni jukumu letu. Mpokeaje ujio wetu kwanza? Hii kwetu sisi ni jambo zuri na tumelipokea vizuri, na kama sisi majaji tutakuwa na uhalisia. Kwa mfano huyu ni mshindi hivyo. Tutawakodisha leo, wanaweza akawa majaji wa muda kwa sababu wao ndio tumekuja kuwapikia na wao ndio watakao kula. Nimemuuliza swali pale mshikaji wangu pale center back, katika buffet ambayo itapikwa leo, chakula gani kisikosekane kwenye meza? Kanitajia pale nyama isikose. Protein leo nyama ipo. Kwa upande wako wewe, kitu gani kisikose leo kwenye sahani? Kwenye sahani mimi sikose ni kama kuku, samaki, vitu kama hivyo, mambo ya protein. Au sio? Big shout out sana mwanangu. Sasa endelea na mazoezi, afu tutakuita pale baadaye kwa ajili ya zoezi lingine linaloendelea. Au vipi? Bwana, sawa. Mimi nafikiri twende kwenye seti pale kwa ajili ya kuweza kushuhudia mchakato. Vijana wanapiga sana tizi. Wakishapiga tizi na hili jua la hapa, najua watakuwa wanahitaji kula. Kila kitu leo kimesimamiwa na mkali wa jiko. Relax. Alright, leo ni group task na tuko tayari na washiriki wetu, lakini nataka kwanza kuwapa mawili matatu team captains. Hongera sana for being again captain kwa mara ya pili, lakini pia assignment for the first time na wewe umekuwa captain kwenye group task. So tuna group mbili, tutaziita kwa majina ya team red pamoja na team yellow. Na wafuasi wenu naona wako nyuma, lakini cha msingi cha kuzingatia kama ma-captain ni kwamba nyinyi ndio mnabeba jukumu la kuwaongoza wenzenu. Kwa kitu cha msingi ambacho tunatakiwa kufahamu ni kwamba mjue jinsi ya kupanga task, nani unampa kazi gani, nani anafanya nini. Lakini pia wakati tunapika
inabidi pia uchague na watu ambao watakuwa wana serve, kwa sababu leo kama mnavyoona tutawasevia timu yetu hapa kutoka Azam Complex, na tutapika kwa namna ambayo tutaserve kwa course. Sawa? Kwa mnachotakiwa kufanya ni kutengeneza course 2. Tutaanza na starter, ambayo starter tutataka mtayarishe chicken wings, tutafanya pumpkin soup, lakini pia kuwe kuna kamkate pembeni. So kutakuwa na unga ngano ambapo nyinyi mtabuni mnataka kupika kitu gani. Lakini pia upande wa wings ningependa kuona wings za recipe tofauti tofauti. Nisingependa kuona timu zote mbili zinatupatia recipe moja. So please be creative enough ku create starters za namna hiyo. Na kwa main course basi tutakuwa na vitu tofauti vitatu. Kutakuwa na chicken, kutakuwa na rice, lakini pia kutakuwa na potatoes, kuna salad na different vegetables. So mtabuni dish ambayo tutatakiwa kuona viazi kwenye sahani, kuwe kuna rice, kuwe kuna chicken, lakini pia salad na vegetable. So mtaona mtakavyo combine. Na make sure kitu ambacho mna serve iko paired. Msituwekee wali mkavu au kuku mkavu tukashindwa kula. Sawa, mna serve wanaume ambao wametoka kufanya mazoezi, so tunataka chakula cha kushiba. Ndani ya dakika 90 kama vile tupo uwanjani, kama tuko kwenye pitch. Ndani ya dakika 90 tupate two course ambao ni starter pamoja na main dish. Sawa? So I wish you guys all the best. Mahitaji yote yako pale. Na this is your station, na wewe station yako ni hii na mahitaji yako yako pale. Lakini upande wa vyombo kama mnavyoona hapa, tumeselect upande huu, mtasave nyinyi ndio vyombo vyenu vitakuwa hivi, na team 2 vyombo vyenu vitakuwa hivi. So make sure una save kwenye chombo chako, kwa sababu chombo chako ndio kitakwambia wewe umepika dish gani, na wale watakao kula ndio watatupa point kutokana na vyombo ambavyo umesave. So make sure una save kwenye chombo chako, otherwise utampa mwenzio max. Okay? So I wish you all the best. Tutahesabu 1 mpaka 3, then tutaanza rasmi. Dakika ni ngapi? 90. 1, 2, 3. Tumekuja pale kwenye pumpkin soup hivi. Tayari. Chakula sasa. Mimi sifanyaje? Tulijipenda sisi wenyewe before tujaanza, tulikuwa organized. Ukianza kwa kiongozi wetu mpaka sisi wenyewe tulikuwa perfect kabisa. Mabadiliko ya mazingira hayaniathiri chochote kwa sababu unaweza kupikia mazingira yoyote. Kwa hiyo sio challenge kwangu. Kama chapati ya kumimina lazima inakuwa vikombe fulani. Tulipofika pale, kitu ambacho toka tumetoka nilichokuwa nakiwazia so nilichokuta pale, lakini kutokana na ile taski tuliopewa nimejifunza vitu vingi sana. Cha kwanza kabisa ni ushirikiano na kusikilizana. Ujue kunapokuwa kuna kusikilizana mnapotenda jambo fulani inasaidia yani kufanya kitu kwa ubora zaidi na kwa kurelax. Mnapunguza ile pressure. Kwa mfano tulipokuwa kule tulikuwa na viongozi wetu. Kwa hiyo kabla tujaanza kile ambacho tulitakiwa kukifanya, tulikaa na viongozi wetu tukaelekezana. Kwa hiyo kila mtu alishiriki vizuri katika kila kitengo chake alichokuwa amewekewa. Pika.
Yes chef. Kinachowezekana kifanyike. Ila tuanze na starter. Sawa. Bandika kabisa mafuta isipoteze muda. Mpishi achagui jiko na kokote unapompa, ili mradi moto unawaka, yeye anapika. Kwa hiyo haikuwa changamoto. Ambapo apeleke toa juu ya meza, weka chini. Dustbin ipo hapo. Baada ya kufika pale na kuona task ambayo tumepewa kwa ile siku, nilivyoona kwamba kuna wings. Jukumu la kwanza nilolifanya lilikuwa ni kumshauri kiongozi wangu, kumwambia kwamba kwa hizi wings na tumeambiwa starter, mimi naona tomato tufanye chimichurri wings. Akaniambia jukumu hilo nilikuachia wewe. Kwa hiyo yeye akachukua, mimi nikakatakata zile wings, yeye akazimarinate, mimi nikazipanga na kutengeneza ile salad ya chimichurri. Kwa hiyo niliplay zaidi part hiyo. Lakini of course baadaye pia katika main course nilikuwa namsaidia chef mwenzangu Juma kufanya ile vegetable rice, kama kukatakata, kufanya nini, na pia niliandaa. Zoea Mariam. Ukitumia kitu turudishe sehemu yake. Umeona kama hivi visu hivi? Usitumie majani. Sio majani. Haya toa. Kiberiti, naomba kiberiti hapo. Kiberiti. Mariam. Nachoma? Choma. Haya. Hai. Hicho hapo. Usikumbatie kazi. Sawa. Kwenye starter upande wa wings, nimechagua kupika vipi? Yapi hapa? Yes chef. Nini hiyo? Amos. Wings tunasema vipi? Dynamite. Ameanza kukata na nilio pale. Aha. Pamoja na supu hiyo. Yanaingia. Pumpkin soup hiyo. Okay. Ambao mmechana chicken. Naone kazi. Kama tufanye. Tunatengeneza na veggie ama na salad ama nafanya? Ngoja tutakuwa na salad. Okay. Kila laheri. Shukrani. Naomba nijue choice ya starter kwenye wings. Napika wings za namna gani? Wings tunafanya fried. Just fried, plain. Yes. Okay. Just fried. Ambayo ndani yake inakuwa ni kama chimichurri yani. Chimichurri. Yeah, chimichurri, yes. Okay. Yes chef. Kingine? Na tuna butternut soup pia. Inakuwa plain ama mmechana na nini na protein ndani? Inakuwa ina plain ambayo inakuwa yes, creamy butternut soup. Creamy, yeah? Yeah. Okay, mna serve na nini? Ambayo tuna serve na naan. Naan eh? Yes. Ni naan, plain naan ama butter naan? Butter naan. Okay, kwenye main course, upande wa rice nafanya nini? Fried rice. Ambayo inakuwa na veggies ama fried veg rice. Chicken naifanyaje? Chicken tutafanya I mean chicken butter. Butter chicken. Butter chicken. And then upande wa veg and salad? Salad tutafanya shrimp, tutafanya fiesta salad. Fiesta salad. Ambayo itacombine nini? Ambayo ndani yake itakuwa na iceberg, ambayo ndani yake itakuwa na broccoli, ambayo itakuwa na tomato. Okay. Are you gonna put any sauce inside? Sauce yake itakuwa ni vinaigrette. Sawa, kila laheri. Shukrani.
Bwana hata natosha ya mwisho. Muhammad. Naomba hizo. Yes. Kwani Brenda bado anaitumia? Nataka chuchi. Sasa kidogo. Usifanye contamination ya. Mimi si shabiki sana wa mpira na sijui kuhusiana na mpira, lakini nilipofika kiwanjani nilikuwa like wow, nimependa mazingira and everything. Kwa hiyo nilivutiwa na kila nilichokiona. Pia katika kuhusiana na chakula chetu, nilivutiwa na chakula chetu kwa sababu kila sehemu niliingia nilifanya kachumbari, nilifanya kuku, nilisaidia, yani kila sehemu nilipita kufanya. Kwa hiyo nilivutiwa kwa sababu nimefanya kila kitu na nilikuwa comfortable kwamba kila kitu kipo vizuri kwa vile ambavyo nimekiona. Ndio chef. Au ni mimi? Ni experience nzuri kwa sababu ndio ilikuwa ni first time experience na niliweza kufanya kazi under pressure, kwamba muda ulikuwa ni mdogo lakini pia jukumu lilikuwa ni kubwa, na pia tulikuwa tunalisha namba ya watu ambao ni kubwa kidogo. Angalia shape. Mimi na tangawizi hapa. Bado. Kidoni kimeisha au baada ya Alia, na nyingine chuchu au mtanifana ipo ya kutosha. Sijawahi kufanya group task before, lakini nilipofanya tulishirikiana vizuri na kila kitu kilienda sawa, na nilijifunza tu ushirikiano, na ukiona mwenzako kuna kitu kimemlemea unamsaidia ili mambo yote yaende haraka haraka tu. Kwa hiyo ilikuwa experience nzuri. Mtungi halisi uliojazwa na Oryx daima utanunua ukiwa umefungwa seal madhubuti isiyo na dalili yoyote ya kukatika au kujikunja, na hii ndiyo alama yako ya kwanza ya usalama. Seal yoyote iliyokatika ama kuharibika inaashiria kuwa imeshatumika ama imechezewa, na pia kuna uwezekano mtungi haujajazwa na kampuni ya Oryx Gas. Toa taarifa. Fanya ukaguzi wa seal kama imebana vizuri na pia ni original. Daima kagua seal kabla haujanunua mtungi ama kutumia mtungi nyumbani. Endapo utagundua seal haipo kwenye mtungi au imeharibika au ina dalili za kuchezewa, usipokee huo mtungi. Toa taarifa Oryx. Usalama wako ni kipaumbele chetu. Daima kagua vizuri seal kwenye mtungi wako. Endapo una mashaka, usisite kutupigia kwa simu ya bure namba 0800 750 183. Oryx Energies, pamoja nawe daima. Kwa nini utumie Luminac? Ni imara mara 3 zaidi. Inahimili mabadiliko ya joto. Unaweza kutoa kwenye fridge kwenda kwenye microwave bila shida yoyote. Ni rahisi kusafishika, haitunzi bakteria wala harufu mbaya. Inakuja na design tofauti tofauti zenye mvuto sana. Luminac, feel creative.
Dakika zilikuwa ni 90 na zimesha kwenda 30. Kwenye hizo 30 ni za starter ambazo tayari group zote mbili wameshazitengeneza, wanatakiwa kwenda kuwasevia wachezaji under 20 Azam Football Club. Na nafikiri mimi niwaambie tu kwamba wale ambao wanajua wana jukumu la kwenda kusave waondoke wa kwenda kuwasevia. Sasa group yellow naomba tuende tukawasevia wachezaji pale. Leo karibuni sana mliote. Ongeleni kwa ushindi bwana. Mimi naitwa Chef Mariam na mwenzangu anaitwa Chef Juma, na leo tumekuandalieni hapo au appetizer inaitwa chicken chimichurri, na tulichokifanya tumechukua, hii ni chicken wings, tumemkata, tumemseparate hizo parts ya wing yenyewe na hiyo kama inakuwa kama drumstick, halafu tukaimarinate na viungo mbalimbali, halafu tukaikaanga. Hii inaika chini hapo. Sorry. Haya moto Weka chini. Acha nianze na coach. Mambo vipi? Safi. Umekula starter ya team yellow za aina mbili, ambapo ilikuwa ni kuna chicken wings na hii hapa ni soup. Hebu niambie kwanza maoni yako kwenye hizo mbili ambazo umezipata kutoka team yellow. Kiukweli kwenye swala la kuku wamefanya vizuri sana. Kwa comment yako kwenye kuku? Kwenye kuku na kwenye chapati na mchuzi. Kwa hiyo umependa kote au? Nimependa kote. Yes chef. Thank you. Shughuli ni pana sana kwa maana ya muda bado ni mwingi sana. Nataka niwaulize tu washikaji zangu ambao tayari wameshapata appetizer naweza ngasema ama starter kutoka kwa magrupu yote mawili. Grupu ya kwanza mimi nimeipa jina inaitwa ya group yellow, ambayo iliwaletea nyewe chicken wings na ile soup. Hiyo round ya kwanza kabisa. Niambie comment yako kwenye ile round ya kwanza. Round ya kwanza kwenye upande wa kuku ndio ilikuwa vizuri sana, ila kwenye upande wa ile supu ile haikuwa nzuri kwa sababu ya chumvi nini, ilikuwa isikiki kabisa. Bread chicken wings ilikuwa nzuri na supu yake pia ilikuwa nzuri kwa sababu ilikuwa kidogo kama ina nakshi ya pilipili, kwa inaita flavor zaidi kidogo kwa mbali kwanza. Mimi group la pili nisema kweli ndo nimelipitisha, ilikuwa kamili, yani imekamilika kabisa group la pili. Changamoto kwenye group ya kwanza ilikuwa ni nini? Changamoto group la kwanza kuku walitengeneza vizuri, ila kwenye hivi vingine hapa kwenye swala na nili hizi supu hapo kidogo yani waliacha kidogo. Mimi katika group ready kwenye upande wa supu unaona ilikuwa tofauti kwangu, sababu sijapenda ladha yake ilivyokuwa kama pilipili, ni kwangu sijaipenda hivyo. Kura yako unapeleka wapi? Group yellow, group red? Mimi kula yangu group yellow. Mwelekeze nani? Chuchi. About. Msikilize hapo. Hapa kwanza. Yaani hivi kabisa. Slim space, lion eye. Mtu wa kwanza aliopaniki alikuwa ni Juma, kwa sababu ilifika wakati madam anasema 20 minutes kuku bado wako kwenye moto, tumeshawatoa almost mara 3 hawajaiva.
kwa hiyo alikuwa amepanic sana. And then kiongozi wetu kuna muda alipanic pale ambapo madam alikuja akamwambia 15 minutes hatujaandaa chochote kile, na mimi bado nilikuwa upande wa kuku na wengine walikuwa wanatengeneza vitu vingine, lakini tulifanikisha. Wapi hapo? Kwenye viazi. Juma. Chicken butter inaendeleaje? Kesho na kesho kwa mwanangu hivi. Kwani vile bakuli viko? Umeona? Hapo nifanye nini? Viazi visiwe mashi. Viazi visiwe mashi. Viazi visiwe mashi. Juma, pick up Juma. Tumia hata ketchup. Au msogeze. Hapa kidogo. Yes, chef. Sasa ndio hapa. Nini hiyo? Na naomba kidogo kidogo. Chef, sema niambie. Hapa hajaiva baba. Angalia viazi. Wewe unaona vinauza? Yaani siwe crispy. Wewe unaona unauza? Zimejiko eva. Kuingia muda wana. Yaani kwa pamoja tutanganya. Tayari. Fanyaje? Tayari. Chef. Juma. Loke Juma. Dakika 90 kama za kwenye pitch zimemalizika hapa tayari. Magrupu yote yanaonekana yamemaliza, na nafikiri kuna grupu liko tayari. Hili ni group red, inafaa kwenda kuwasevia under 20 Azam Football Club. Pera Sunflower Cooking Oil leo imetumika vizuri, vyema kabisa, na ni mafuta ambayo hayana cholesterol. Mimi nakushauri pia sogea hapo dukani kwa Mangi kwa sababu yanapatikana kila sehemu Tanzania nzima. Lakini pia Orex, majiko ambayo yanahakikisha chakula kinaiva kwa jinsi unavyotaka wewe. Si ndio vimesave hiyo kwenye sahani gani kutokea Luminac. Plate ambayo inavutia kabisa. Ndio mambo mazuri haya, lakini nimeona leo kazi kubwa ya Evoque Brenda imetumika mpaka naionea huruma. Lakini kwa sababu Evoque kuna bidhaa imara, imeperform vizuri sana. Au sio bana? Leo hatuko NCT, chuo cha taifa cha utalii pale Posta Dar es Salaam kama tunavyokuaga siku zote. Leo tuko hapa Azam Complex Chamazi Dar es Salaam. Hili ndio tutaone sasa jinsi ambavyo wanaseviwa na wanavyokula. Baadaye utatuambia comment zao. Mimi naitwa MC Givas Main Chef ambaye inatokea hapa Chamazi. Karibuni kwa mara nyingine tena. Kwa muda huu tumeweza kuandalia pilau. Kuna foil. Main course tumeweza kuandalia pilau. Ikiwa na kuku wa mchuzi pamoja na viazi masala. Pembeni kuna salad. Kwa hiyo mimi niwapekee uweze kuenjoy. Karibuni sana. Once again ndugu zangu,
Tumeweza kuwapikia chakula kingine ambacho ni butter chicken, iko na fried rice pamoja na veggies, pia na hayonaise ambayo ni potato. Ya karibuni sana. Hope itakuwa vizuri sana. Mimi nacheka kwa sababu hii shughuli bwana inafurahisha sana hapa kutokea Chamanzi. Hawa jamaa Azam Football Club R20. Hii ni raundi nyingine ya pili ya main course na mpaka sasa hivi unaona kabisa wenyewe wanateta. Mambo ya Oryx mkali wa jiko. Nipige story na nani mwenye nguvu ya kuongea maana naona kama mnahema juu juu. Haya, brother hapa. Umekula chakula cha round ya kwanza group red na umekula chakula cha group yellow. Kwa ufupi kura yako unapeleka wapi? Ya chakula cha pili kimekuwa bomba sana, ni kimekuwa better than kile cha kwanza. Cha pili nimelike sana. Tunahesabu kwa pamoja. Twende sasa kwa mstari hapa. Mkubwa vipi? Cha kwanza cha pili? Mimi cha kwanza. Cha kwanza. Mimi kwa upande wangu ni red cha kwanza. Upande wangu cha kwanza. Red cha kwanza. Cha pili kimetulia sana. Cha pili. Upande wangu cha kwanza. Upande wangu cha kwanza. Mimi kwa upande wangu cha pili. Cha pili kula 5, mpo 12. Ina maana red umepata 7, yellow umepata 5. Haina noma. Sasa tubakishe kura zingine kwa Chief Judge Zainab. Au vipi bana Si mnamwamini Zainab? Si mnajua bala lake? Ki professional zaidi anakuja kujudge, au sio? Tunakubali. Sasa tuendelee kumalizia kilichobaki. Kama ni lawama basi ziende kwa Oryx, Red Gold, Luminac, Pera, Asas, Evoque pia na ndugu zetu NCT, au sio bana? Kwa sababu wao kwa ujumla wao kwa pamoja ndio wamewezesha hiki chakula kiwe kizuri, chenye mvuto, chenye ladha, ubora na chenye nguvu kwa wachezaji hawa wa Azam Football Club Under 20 hapa Chamanzi. Sasa bwana, mimi naomba nipeleke hiki kijiti kwa Chief Judge Zainab Issa aende kutuambia as long as yeye ameona tokea process ilivyoanza wakati wanapika na mpaka hizi comment hawa wachezaji ambao wamekula, yeye amepata comment zao. Wa mwisho kutuambia kwamba group gani leo imeperform vizuri zaidi ya mwingine atakuwa ni yeye. Mimi kwa jicho la nyama naona wote wamefanya vizuri. Ki professional huyu hapa Zainab Issa, Chief Judge. Oryx Gesi inasisitiza matumizi salama ya vifaa vya gesi kwa usalama wako na familia yako kwa kuzingatia yafuatayo. Hakikisha regulator yako imefungwa vizuri na haitikisiki. Sauti yoyote au harufu ya yaiviza ni ishara ya gesi inavuja. Chomoa mara moja. Tumia povu la sabuni kukagua sehemu za viungio vya gesi. Mpira wa gesi usizidi mita 2 na usitumike zaidi ya miaka 2. Funga regulator mara baada ya kumaliza kupika. Hifadhi mtungi mbali na chanzo cha moto. Hakikisha bana imefungwa vizuri na imenyooka. Washa kibiriti kwanza, kisha ruhusu gesi kwa utaratibu. Moto wa blue ni salama, moto wa njano ni hatari. Usitumie bana hiyo. Harufu ya yaiviza ni ishara ya gesi inavuja. Chukua hatua mara moja. Tumia povu la sabuni kukagua uvujaji juu ya valvu ya mtungi. Kwa usalama wa familia yako, zingatia ushauri huu kila siku. Oryx Energies, pamoja nawe daima. Washiriki ambao tuko nao this year ni watu ambao wanajielewa, lakini pia wako vizuri kwenye kupokea maelekezo na they grow week by week kutokana na mafunzo tunawapa. So wanasikiliza, wanafanya kile ambacho tunawafundisha, lakini pia wao wenyewe wana juhudi ya kutaka kuwepo hapa kwenye mashindano. That's why performance yao kila wiki unaona imebadilika. Team captains, congratulations kwa kazi nzuri na ngumu, lakini mmepambana na tumeweza kusave kwa wakati vile vile. So congratulations, mjipigie makofi kwanza. You made us so proud kama mentor wenu, lakini pia naamini wale ambao wameonja chakula chenu wana comments ambazo wametupatia, nitawasomea. Okay, tukianza na Team Red. Team Red, starter yenu ilichelewa kuwa served. Kwenye time management hapo mmefeli 1x. Lakini kwenye upande wa test pia tulisave
starter 2. Chicken wings pamoja na soup. Kwenye kuku hamkupata maksi nzuri, lakini kwenye soup maksi zenu zilikuwa top. Congratulations for that. Nikimzungumzia captain wa Team Red, jinsi ulivyokuwa una manage jiko lako, ulionekana kidogo kama umezidiwa. It was too much for you, na ulitafuta usaidizi, I don't know, from mwenzio pale, but it's not bad. Lazima kwenye kila sehemu unatafuta your right hand man, si ndio? So hongera pia, ukutaka kuanguka na boti yako, ukatafuta msaidizi wa kukusaidia kidogo. Okay, tunaingia kwenye team yellow. Simon, hongereni, nyinyi mlikuwa wa kwanza kupeleka starter. So for that, time management was perfect. Lakini pia nikiongelea sasa cause yenu, kwenye chicken wings ilipata top score. Lakini kwenye soup kidogo watu walisema haina salt. So I don't know umesave vipi soup bila kutaste. We'll get into that. Tukimwongelea captain, he was very well organized. Muda wote alikuwa anahakikisha meza yake ni safi, ana control watu wake, lakini na yeye pia aliegemea kwa Juma kidogo. Kila saa, Juma! Which is not bad, ilibidi kazi ifanyike. So hongereni for both of you. Captains, mmefanya kazi nzuri. Nikijudge kwa kazi mlioifanya nyinyi wawili, sina deni na nyinyi. But tukiingia kwenye meal sasa, kwenye starter, ina maana Team Yellow wamekuwa washindi for today. Now tunaenda kwenye main course. Kwa upande wa red team, naweza kusema na 1 point plus for you guys, kwa sababu wakati mnaandaa starter ulimdelegate mtu mwingine aanze kutengeneza main course. Kwa hiyo wale mko mshaanza kupika kabla hata mjasave starter. Maybe hiyo iliwafanya mchelewe kusave starter, lakini imewapa upper hand kwenye main course, mmekuwa wa kwanza kusave. So congratulations. Umeteleza Bwana Simon. Meza yako hapo mpaka napiga kelele, sahani sizioni. All in all, kwenye time management, kwenye upande wa main course, Team Red wamekuwa top score. Nyinyi mmeanguka kwenye time management, lakini kwenye upande wa cleanness, both team were up to date kwenye upande wa keep up the station clean, lakini pia kuhakikisha presentation ya sahani was superb, na jinsi ambavyo mmesave pia. For me as a chef, I'm giving you 100 top wote wawili. So now, atakiwa amepata points nyingi ndio atakayekuwa mshindi. Either Team Red ama Team Yellow, kwa sababu tumebakisha points za nini? Za main course. Kwenye main course ambao wamepata kura nyingi ni Team Red. So that means we have a tie. We have a tie. It never happened kwenye mkali wa jiko. You guys made it through. Alafu ni mara ya kwanza kutoka nje ya kambi, so mimi naomba nipige makofi kwa hilo. You did great and we are proud of you. This is a competition, so every challenge lazima unatakiwa uangalie na jinsi gani ambao wameperform. So haikuwa ni episode ya kusema kwamba tuangalie tu wana perform vipi. At the same time lazima tuangalie pia vile vigezo ambavyo tumeviweka wamevimit. Ina maana ingekuwa group moja haijamit vizuri, obviously wote wangeingia kwenye danger zone na tungeweza kufanya na elimination vile vile. So for their performance, ina maana wao wenyewe waliweza kujitetea, wamefanya kazi nzuri, na every day nasema kwamba this is not a competition ambayo inatafuta tu kufanya elimination. Hapana, kutoa mafunzo, kuangalia performance. So hatuangalii kwamba lazima kila wiki mtu atoke. Kama performance ni nzuri, tunaendelea na mashindano. And for that reason sasa, nyinyi kama team captain mna advantage ya kuweza kusave watu wawili. Next episode wawe safe, wasiingie tena jikoni. So either unaweza kujisave mwenyewe ama ukasema ni msave yule ambaye amenisaidia. But you have 2 position. Wewe captain 1 uchagua watu wako wawili na captain 2 atachagua watu wawili. Watakaobaki tutakutana next episode. Does not mean wako kwenye danger zone, hapana, wanaendelea na mchakato. Lakini hao wanne watakuwa safe for the next round. Kwa kazi ambayo umeifanya leo wanahitaji mapumziko. Starting with you. Who are you saving? Sogea mbele. Who are you saving? Kila mmoja amebakisha nafasi moja ya mwisho. Simon,
Are you saving yourself ama unampa nafasi? Okay, Simon amechagua kujisave mwenyewe. So you two are safe for the next round. Up to you now. Okay, they both decided to be selfish. But not bad kwa sababu kiukweli na kazi wamefanya. So you guys mtakuwa safe for the next round. That means the rest of you tutakutana next week kwa ajili ya kuendelea mchakato wa mkali wa jiko. Haina maana kwamba nyinyi mko danger zone, hapana. Tuendelea na competition, lakini hawa kwa kazi ambayo wamefanya leo, they are safe for the next round. Group task mara nyingi inakuwa na challenge mbili. Kucontrol washiriki, lakini pia ku make sure dishes ambazo zinapikwa nazipitia kabla ya kuwa served. So kwa group task ya mwaka huu, yani season 6, kiukweli tulitaka tufanye kitu cha kitofauti, na ndio maana tulitoa nje ya kambi ya mkali wa jiko, tukaenda kupikia wachezaji wa Azam FC ambao tulikaribishwa pale Chamazi, na task yao kubwa washiriki ilikuwa kupikia wale wachezaji, lakini at the same time kuangalia vitu vya msingi vile ambavyo tunafundisha kila siku. Make sure chakula kinapelekwa kikiwa na good presentation, kina good taste, lakini pia creativity ya kile chakula ambacho tunawasevia wale watu. Na kwa mazingira ambayo tulikuwa pale, for the first time wao ndo wametoka nje ya studio. Kwa hiyo for them pia ilikuwa ni kitu cha kitofauti. It's a new experience for them, lakini at the end of the day they delivered it really good, na wameweza kukamilisha dishi zote kwa wakati, lakini pia kuwa impress wale watu ambao tulienda kuwasevia. Na hiyo ndio ilikuwa ni main purpose ya kufanya hii challenge. Kuwafundisha pia about teamwork, lakini kuangalia jinsi gani wanaweza kumanage mazingira ya kazi ambao wako nje na zile sehemu zao za kila siku, yani familiar places. So that's why tuliwatoa nje. Naweza nikasema kwamba group task ya leo ilikuwa ya moto sana, kwa sababu mchuano ulikuwa ni mkali, dakika zilikuwa ni 90. Kwa hiyo ni sisi kuweza kucheza ndani ya dakika 90. Kwa hiyo nashukuru Mungu tumeweza kufanya kwa uwezo wetu, na tumeweza kutengeneza dish nzuri, na tuweza kuwapikia timu, tumeweza kufanya na tumeweza kuenjoy chakula chetu. Naweza nikasema nimemchagua Amos kwa sababu amefanya kazi kubwa sana. Anastahili kuweza kupewa maua yake. Na nikiuliza kwa jigani nimeweza kujichagua mimi kwa sababu na mimi nimejikubali. Kwa hiyo lazima na mimi niweze kujichagua kwa sababu pasipo mimi nisingeweza kuwachagua wao. Kwa hiyo nikaamua kuweza kujichagua mwenyewe, lakini haimaanishi kwa ubaya, lakini wote kila mtu amefanya kwa uwezo wake, tumeweza kushirikiana kwa pamoja, hatimaye tumeweza kutengeneza dish yetu. Kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu. Mipango ambayo tulipanga kwenye timu, tulipita kwenye njia ile ya mipango ambayo sisi tulipanga. Alhamdulillah kwamba tulikuwa tunatumana na kila mtu alitoa pressure na tukafanya task ambazo tulipangiana kufanya pia. Jiko linahitaji follow up. Jiko linahitaji kuzungumza. Jiko linahitaji kufanya. Unafanya kutokana na watu ambao jinsi unao. Si ndio? I mean kwamba lazima uongee, lazima ufanye, lazima utende pia. Mtu mwingine anaweza kuona kama ni selfish, lakini ni misunderstand. Mimi mwanzo nilielewa kwamba ni watu wawili ambao watapambania kundi. Yaani utafanya taski ili timu yao ibaki kuwa safe. Ndio maana nikajifanyia mimi selfish. Si ndio? Ili madi yani nijitoe muanga kwa ajili ya kundi. Nifanye taski kwa ajili ya kundi. Yaani kundi libaki safe ili mimi nifanye ile task pamoja na mwenzangu Juma. Kwa yani in short kwamba yani ulikuwa ni muanga, kujitoa muanga. Hii ni mara yangu ya pili kuingia katika haya mashindano. Lakini kuna tofauti mkubwa sana kati ya mashindano ya kwanza na ya pili, kwa sababu ile ya kwanza mpaka tunafikia maybe top 10 ilikuwa hatukutoka sehemu mbalimbali kwenda kufanya competition, lakini this time bado tuko wengi na tumeweza kutolewa kwenda kupata experience na wachezaji wa timu ya Azam FC. Kwa ni kitu tofauti sana, nimeenjoy nilichokifanya pia. Group task yani leo ilikuwa naweza nikasema wow, kama vile chef anavyosemaga. Task ilikuwa nzuri, communication ilikuwa nzuri, tumeenjoy show, comment zilikuwa nzuri na mbaya pia zimetufundisha kitu kipya. Kwangu mimi ilikuwa positive sana. Timu yetu naweza kusema ilikuwa slow, lakini kwa mimi naona haikuwa slow kwa sababu kwenye timu lazima kuwe na mawasiliano, lakini mwanzo naona kama communication ilikuwa ndogo, ndio maana ikabidi kama niingilie kati, nimwingilie kiongozi wangu ili tuweke mambo sawa, kwa sababu hatuwezi kuona kitu kinaenda sio akiendi vizuri afu kwa sababu kiongozi yupo kae nyuma. Kwa unapoona kitu hakiko sawa, basi bwana kiongozi hapa twende hivi, tufanye hivi. Kwa majina naitwa Sangube Msonga, ni kapteni wa
Azam Under 20. Kweli tumefurahi sana kwa ujio wa Mkali wa Jiko leo kuja hapa Azam Complex Chamazi. Pia tumeenjoy tangu yanze mwanzo mpaka mwisho. Kwa tumeenjoy sana, chakula kwa kitamu sana. Kweli shukrani za dhati zote ziende kwao ambao wametuandalia kwa chakula na kwa wadhamini pia. Tumefurahi sana kama wachezaji. Pia nashukuru sana kwa wadhamini kwa kutupa zawadi hizi. Zimetufikia. Yani ni zawadi nzuri sana kwetu sisi. Kwa hiyo tunawashukuru na moyo huo wa kutoa zawadi kama hizi. Zinasaidia sana kwenye majumbani kwetu ili kuja kuandaa vitu mbalimbali kama unga, gesi, ni vitu muhimu sana kwenye nyumba. All in all, ningependa kushukuru uongozi mzima wa Azam FC pale Chamazi. Tumepokelewa vizuri na tumeweza kufanya jambo letu kwa kiwango cha juu, kitu ambacho ndio ilikuwa expectation yetu. Lakini pia kwa wachezaji ambao wa Azam FC wa Under 20 waliweza kutuvumilia kwa muda wote huo, lakini pia kukubali mwaliko wetu pale na kuweza kushiriki nasi kuhakikisha kwamba wanapokea kile chakula ambacho tunawapa, kwa sababu they are very critical kwenye chakula. Kama unajua wachezaji wanakuwa na special diet yao, that's why hata sisi tumeenda kutokana na diet ambayo wanakula wao. So all in all, I would like pia to send my sincere thanks to our sponsors kwa kuendelea kutupa support. Tumeweza kutoa zawadi mbalimbali pale, ikiwemo mitungi ya gesi kutoka Oryx, lakini pia unga ngano kutoka Said Salim Bahris and Company Limited ambao wanajulikana kama Azam. So kwa washiriki pia wenyewe ningependa kutuma salamu za pongezi kwa wao, kwa sababu wametutendea haki season 6 na wametufanya tung'ae. So thank you for your participation, lakini pia kwa juhudi zenu kuhakikisha kwamba tumefanya kitu ambacho kimekuwa bora kwetu sisi, lakini pia kwenu nyinyi kuonyesha performance yenu kama nyinyi kweli ni wakala wa Jiko wa season 6. Unaweza kuniambia wapi ambapo wewe palikukosha zaidi kwenye group task ya leo? Kwangu mimi hii inaweza kuwa moja kati ya episode bora kabisa kwenye Oryx Mkali wa Jiko kwa mwaka huu 2026. Hakuna kitu ambacho nimeenjoy kama communication na namna ambavyo teamwork ilikuwa inaonekana kiwazi wazi. Nimejifunza kwamba upishi kumbe inabidi sasa tuwe tunashirikiana kwa pamoja kutoa kitu kizuri na tuwe tunazungumza. Matokeo umeaona ni draw ambayo imepatikana. Lengo lilikuwa kuna watu wachinjwe, lakini pongezi kubwa sana mimi nitoe kwa group zote mbili, group yellow pamoja na group red, kwa sababu wameweza kumchanganya leo, wamemchallenge Chief Judge Zainab na kuhakikisha kwamba leo hatoki mtu. Lakini technical kuna issue ambayo Zainab ameamua ya kuwatoa ama kuwa save washiriki wanne ambao wao watarelax. Next episode hawataweza kuperform. Tutawaona wale ambao wamebaki, hawajaingia danger zone, lakini lazima kwenye mashindano yanayofuata waingie jikoni na tuweze kuona nani ambaye anaweza kushikilia kambi na yule ambaye atalegea na kutuachia sisi tubaki na mashindano yetu. Shout out zingi sana ziende kwa Oryx Energies ambao hawa ni big fish kwenye msimu huu wa Oryx Mkali wa Jiko 2026, lakini pia tuko na Red Gold, Evoque, Luminac, Pera 100% sunflower cooking oil. Shout out sana kwenu kwa sababu leo tumeenjoy. Lakini pia Asas SSP, Said Salim Bahris and Company Limited, Kinyamwezi kabisa leo tunatamba hapa maeneo haya, hapa maeneo yake. Lakini pia tuko na Evoque, lakini na ndugu zetu Chuo cha Taifa cha Utalii ambacho kinapatikana pale Dar es Salaam, kwa kifupi kinaitwa NCT. Naitwa Main Chef na kwenda kama MC Jivas. Big shout out sana pia kwa Chief Judge Zainab Isa na production team Ubwa. Shout out to you. Till next week.